Bwana, mambo vipi? Kama kawaida, mdau wa michezo, mdau wa soka, Sport Bench ndio kipindi wani leo. Sport Bench ya Lakoma Sports, tunazungumzia mambo mengi ya kimichezo. Jambo kubwa mezani ni kuhusiana na timu ya Simba Sports Club katika mashindano ya kimataifa, mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo jana wekundu wa Msimbazi wameweza kufanikiwa kupata ushindi mwembamba 1-0 katika uwanja wa New Amaan Complex. Goli pekee likifungwa na Jean Charles Ahoua katika pigo huru katika free kick dakika za mwanzoni za mwishoni kabisa katika kipindi cha kwanza, na mengi yamezungumzwa juu ya performance ya Simba na mengi yameelezwa kuhusiana na nafasi ambazo Simba alizipata, lakini pengine labda wangepaswa kupata ushindi wa magoli mengi zaidi, ila mwisho wa siku Simba wakafanikiwa kupata ushindi wa 1-0. Leo katika Sport Bench niko na mashabiki wa Simba, mashabiki kindakindaki kabisa hapa katika maeneo ya Sinza, kituo cha madereva bodaboda hapa maeneo ya Sinza. Wana mengi ya kuzungumzia mara baada ya Simba Sports Club kupata ushindi hiyo jana, na kitu kinachofuata ni mechi ya marejano kule nchini Afrika Kusini dhidi ya Stellenbosch kule ya Afrika Kusini. Namna unavyoona nini ambacho kinatakiwa kifanyike kwa upande wa Simba, maswali na majibu tunayapata hapa katika kipindi cha Sport Bench. Nini kifanyike, na Simba walifeli wapi hasa kupata idadi kubwa ya magoli, na Simba walifanikiwa wapi hasa kupata ushindi hiyo jana? Bwana, mambo vipi wadau? Fresh bro. Habari ya Jumatatu. Habari ya Jumatatu nzuri, tunasherehekea vizuri na tunasherehekea ushindi wetu wa Simba Sport Club. Bwana, kwa kifupi tuzungumzie mchezo wa jana. Simba Sports Club walipata ushindi wa 1-0. Wewe kama mshabiki unalizika na haya matokeo ya jana au una kipi cha kuzungumza zaidi kwa Simba hiyo jana? Kikubwa sisi tunachomuomba mwalimu aendelee na rotation yake aliweza kuifanya jana. Kikubwa azidi kuasisitiza wachezaji. Jean Charles Ahoua jana ameweza kukosa nafasi ya wazi kabisa, ila na imani mwalimu ameliona ile pungufu, na imani anaporudi kiwanjani anaweza kulifanyia kazi, anaweza kumueleza ili aweze kutumia nafasi anazokuwa anazidi kuzipata. Ukiangalia mashindano kila mtu anatumia nafasi akiwa nyumbani kwake, ila kikubwa tunashukuru kwa ushindi ambao tumeupata jana. Na imani Stellenbosch hata tukiwa kwao hawezi kutusumbua, na imani tunavuka, tunaenda finali. Una imani kwamba Simba anaweza kaenda finali? Ila ukiangalia kwa takwimu zinavyoonyesha Simba Sports Club ana wastani mzuri, ana matokeo mazuri anapokuwa ugenini, na kituo kinachofuata yuko pale kwa Madiba nchini Afrika Kusini, na ana advantage ya goli moja akiwa ameshinda nyumbani pale katika uwanja wa New Amaan Complex. Una kipi cha kuzungumza labda kwa upande wa Simba na benchi la ufundi, na kuwashauri nini kifanyike kuelekea katika mchezo wa marejano siku ya tarehe 27? Kikubwa zaidi na imani kocha mapungufu ndaweza kuona, kwa sababu yeye ndo muda wote kuna wachezaji, na kikubwa yeye ndo anazidi kuwapa wachezaji maelekezo hapa na pale. Anaelewa kwamba mechi ya Afrika Kusini ni ngumu, kwa sababu japokuwa tumepata advantage ya goli moja, lakini imani kwamba mtu anapokuwa nyumbani kwake anakuwa na ile nguvu zaidi ya kuamini kwamba nipo nyumbani kwangu na naweza kupata matokeo zaidi. Hata Stellenbosch kwao, hata yeye anaamini kwamba akiwa kwake anaweza kupata matokeo zaidi ya yale, ila na imani kwa kocha kwa jinsi alivyoona performance ya jana, Neema anaweza kuongeza zaidi ya pale, anaweza kuongezea kina Jean Charles, kina Mpanzu. Ukiangalia jana akafanya mambo makubwa sana, ameweza kutoa assist mengi, ila na imani kwamba tukiwa kwa Madiba tunaweza kupata ushindi, lakini na tuweza kwenda finali. Simba ametengeneza nafasi nyingi sana, na watu wengi wanakuwa na ni jambo ambalo limejirudia mara kwa mara, hasa katika upande wa safu ya ushambuliaji. Tumetazama mchezo dhidi ya Masli, nafasi zilitengenezwa nyingi sana kule katika jiji la Ismailia. Simba akafunga bao 1-0. Unafikiri changamoto ipo kwenye safu ya ushambuliaji au changamoto ipo katika eneo la safu ya kiungo kwa upande wa Simba? Klabu ya Simba kwa sasa nahisi ni ushambuliaji tu, finish bado haija nzuri, kama nafasi tunatengeneza nyingi sana. Na ukiangalia katika timu ambazo zipo kwenye mashindano, Simba anaweza kushika nafasi ya pili au ya kwanza kwa timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi sana, ila inapokuja kwenye swala la finish ndio pale ambapo tunakuwa tunafanya makosa kwenye finish, ambapo tunashindwa kutumia zile nafasi ambazo tunazitengeneza. Unapokuwa unashindwa kutumia nafasi ambazo unatengeneza, mwisho wa siku unaweza kukugharimu au mwisho wa siku unaweza kupata faida. Ila kikubwa mwalimu yeye mwenyewe anaweza kuangalia kwamba ni wapi aongeze na nani anaweza kumwambia kipi. Neema anaweza kumuelekeza Jean Charles Ahoua ili aweze kufanya vizuri zaidi ya pale, kwa kuwa anajua kwamba mbele yetu kuna mechi ngumu na tunahitaji kupata matokeo tuzidi kusonga mbele zaidi. Naam, asante sana. Bana, hayo ni maoni ya shabiki wa Simba, naenda kuzungumza pia na shabiki mwingine wa Simba juu ya mchezo wa jana na mchezo ambao unaenda kufuata siku ya tarehe 27. Brother, mambo vipi? Bana poa, mambo vipi? Hali ikoje bana?
Bana niko fresh kabisa. Kama bana, tumetazama mchezo jana upande wa Simba. Kwako wewe umepokeaje huo mchezo? Yaani matokeo umeyapokea vipi katika mchezo wa jana Simba dhidi ya Stellenbosch? Kwanza kabisa unajua mchezo wa jana ulikuwa una tension kubwa sana. Alafu wale Stellenbosch walicheza kule pale Zanzibar, yani pale kwenye uwanja wa Amani pale. Walipokuwa wanacheza walikuwa wanaona kama vile wote tuko ugenini unajua Kwa hiyo kuna ile hali fulani nawe kama mgeni unakuwa unaona hapa wote sisi tuko ugenini. Kwa hiyo haina haja ya kuanza kuwa na hofu. Yaani walijiamini na wakacheza mpira, lakini Simba walicheza mpira wao vizuri na japokuwa walitengeneza nafasi nyingi, lakini mwisho wa siku walipata goli moja, kuna nafasi wamekosa. Kwa hiyo muda mwingine unaona tu ni sehemu ya mchezo unajua Yeah. Tuzungumzie performance ya Jean Charles Ahoua na performance ya Musa Pinpin Kamara. Tuanzie kabisa kwa Jean Charles Ahoua. Kwa namna unavyoona hiyo jana, labda kuna kitu gani ambacho hajakifanya pengine watu wangetarajia kuona kiwe bora zaidi kama anavyofanya kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC? Unajua unapomuongelea Jean Charles, unaongelea mchezaji ambaye bado anakuwa. Bado mchezaji ambaye anahitaji hata makocha wampe experience zaidi. Yaani ni mchezaji ambaye hajawahi kucheza haya mashindano kwa level hii. Huko alipotoka ametoka timu ambayo ni ndogo sana, yani kwa hapa Tanzania unaweza kusema labda kama Tabora United, unaona Yaani ni timu fulani ambayo ilikuwa haina muendelezo wa kufika kimataifa mara kwa mara, alafu still yeye amekuja akawa ndo ameingia kwenye kile kikosi, alafu amekuja akacheza akaonekana, Simba wakamchukua. Kwa hiyo Simba wamemchukua mchezaji ambaye kwenye kimataifa yani hakuwa na uzoefu mkubwa, ila sasa baada ya kuja hapa Simba ndo amekuja sasa kuingia kimataifa moja kwa moja, yani kwamba hata kuna muda nafikiri akifika yani kuna muda kucheza hizi stage unataka kupata wachezaji ambao washacheza mara nyingi sana ili wakupe kile kitu bora zaidi unajua Lakini kama Jean Charles kuna muda unaweza kuona kama anafanya utoto, lakini si utoto, lakini ndo ukuaji, yani ndo makuzi yake yanavyoenda. Sasa unapokuwa unamuongelea sana Charles afu kwa unamkomandi labda amefanya vibaya, labda ikatokea labda kama mashabiki labda wakawa wanamuongelea vibaya, wachambuzi wanamuongelea vibaya, yule ni mchezaji mdogo. Sasa unapomuongelea vibaya unampoteza zaidi, ila yule anahitaji sasa kupata watu ambao washakuwa na muendelezo mzuri, wakina Shabalala, wakina Kapombe, wampe uzoefu kwamba bwana haya mashindano si kama ligi. Yes, ndio unaona Kwa hiyo anahitaji kukua pamoja na wale wachezaji kwamba umwambie bwana unapofika hapa hautaki kufanya hivi, unapofika pale hautaki kufanya hivi. Yani kuna muda mpira hautaki uwe na mambo mengi sana, unaona Yani haina haja ya kusema upige vibaiskeli sehemu ambapo unaona unaweza kushuti. Haina haja ya kusema kwamba umpige chenga kipa sehemu ambapo unaweza either ukatoa pasi tu nyepesi mtu akafunga. Kwa mfano ile pasi ambayo Mpanzo alimpa jana ile, wakati sasa umeifanya ile counter attack pale, Mpanzo aliona kabisa sasa hapa ndo muda sahihi wa kutoa hii pasi, na akaitoa pasi moja hatari. Yani ile pasi ndo ilikuwa goli, sio goli kwenda kufunga. Ile pasi ilikuwa tayari ni goli, ila sema Jean Charles akaona sasa hapa kushuti moja kwa moja alikuwa na uwezo kufunga, lakini kushuti moja kwa moja akaona hapana, ngoja nimpige kwanza chenga kipa. Wakati unampiga golikipa chenga, kuna mabeki wale ambao tayari mlishawapita na wako speed kwenda kukava space ya kipa, unaona Kwa hiyo mwisho wa siku sasa inahitaji uwe fit sana, uwe ambaye tayari yani unajua nini unafanya. Otherwise pale alivompiga chenga kipa, kama ilikuwa ndo mawazo yako sasa kwamba mimi naenda kumpiga chenga kipa, sawa ukishampiga chenga kipa sushamwacha, unaangalia sasa anakuja kwa speed gani. Sasa inabidi uwe na skills pale. Yule anayekuja kwa speed maana yake anakuja ukava pale mpira unapoenda kupita. Sasa sasa ili sasa wewe uweze kufunga pale lazima tena umpunguze ile anayekuja kwa speed hapa. Sasa ukishampunguza anayekuja kwa speed pale goli linakuwa kubwa ndio unafunga. Sasa Jean Charles wakati anafanya vile sio alikuwa misuli shamkamata pale. Unajua kuna muda alitolewa hapa akaomba sababu afu kocha akamrudisha tena, unaona Kwa hiyo nafikiri baada ya kuingia hakuwa fit sana. Kwa hiyo wakati kashampiga chenga kipa pale, ule mguu ambao ulikuwa una maumivu ndio mguu ambao umepiga ule mpira. Kwa hiyo usingeweza kufanya kwa usahihi sana. Alikuwa ni mtu fulani kama anaugulia hivi. Kwa hiyo mwisho siku unaweza kumlaumu kweli, alikuwa anaweza kufanya kitu kizuri zaidi ya pale kwamba angetoa tu pasi hizi mtu akafunga au ampe Ateba afunge. Yani haina haja, kama unaona kabisa wewe haupo sawa, toa mpira. Achana na mpira, ukigusa achia. Gusa basi. Hilo limepita. Sasa tunazungumzia kituo kinachofuata, Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch ya kule nchini Afrika Kusini. Ni mechi ya marejeano, wanaenda kucheza kule nchini Afrika Kusini siku ya tarehe 27. Ni kama vile 6 days time, siku 6 tu za maandalizi.
Wewe kama mdau wa soka na mshabiki wa Simba, unadhani nini kifanyike au nini kiboreshwe ili kusudi kushuhudia Simba Sports Club kutinga katika hatua ya finali mara baada ya mchezo tarehe 27? Yani hapo kwanza kabisa wana Simba wote na wasiokuwa wana Simba, kwanza waiombee dua sana Simba, kwa sababu kuna wachezaji wawili pale ni kama vile wana maumivu, Jean Charles pamoja na Karabu Shamu, unaona Kwa hiyo hatuwezi kujua kwenye hizi siku 6 maumivu yao yana ukubwa kiasi gani, unajua Kwanza yani tuombee kwanza yao maumivu ya kawaida ambayo ndani ya siku 3-4 mchezaji kashakuwa sawa, kwa sababu mechi ambayo imechezwa jana, hii mechi ya pili itaenda kuwa ngumu zaidi ya jana. Sijui unaelewa hizo mechi jinsi ilivyo Yani mechi ya kwanza na ya pili zinakuwa ni tofauti. Kwa hiyo jana yule jamaa kashaumia, kashafungwa goli moja. Anajua kabisa hawa wanakuja nyumbani. Sasa kama wanakuja nyumbani kwangu mimi nifanye nini? Maana yake kama kuna wachezaji walikuwa wanacheza pale kwa ile mindset ya kuzuia, ujue kule ile mindset ya kuzuia inaenda kupotea. Wanaenda kushambulia mwanzo mwisho. Sasa timu ikishajenga hiyo mindset kama hiyo, sasa wewe unaenda kule kama kwa mpinzani ambaye Simba ndo mgeni, Simba inabidi waende sasa na mawazo ambayo kwanza kabisa tunaenda kuweka ulinzi, wasisawazishe kwanza wa jamaa hasa mapema. Unaelewa kwamba tunaweka ile ile nguzo yetu sisi ya ulinzi iwe imara ili hao jamaa wasio kusawazisha mapema. Wakifaulu hilo, sasa hapo ndo watakuwa wanaangalia mpinzani amekuja vipi. Kama anakuja kichwa kwamba anasahau kufunga mlango, sasa pale ndio zinapigwa zile pasi za mauaji zile. Zile pasi kwamba inapigwa pasi 1-2 tupo golini kwao. Kama hujafunga mlango vizuri, kama ukipata goli tena unatulia. Sio, unaelewa? Yaani mipira ina mechi za ugenini kiafrika zinakuwa asilimia kubwa sana mgeni anaenda kuzuia, kwa sababu kwanza kuna fitna nyingi sana. Unaenda unakutana na mashabiki wanawatisha kama ilivyokuwa ile mechi ya Simba na Orlando Pirates, watu wakawa wanawasha miale ya moto ile mechi, kama unakumbuka. Unaona Kwa hiyo mambo kama hayo sasa ukikutana na wachezaji ambao ni wepesi kupoteana, pamoja na yani labda kwa mfano labda Simba ingekuwa na wachezaji ambao yani wakitishiwa kidogo, wameona kidogo wanaanza kulalamika, wanatoka nje ya game, ile sana ndio inakudhuru. Lakini ukiona vitu vinatokea kama vile, alafu kwenye moyo wako ukasema kwamba haya ni mambo ya kawaida, mimi nishazoea, yani kama vile wanakupa burudani tu na motisha ya kwenda kufanya vizuri zaidi uwanjani, unaona Unajua siku zote ukitaka kumuumiza mpinzani wako, wakati anakufanyia kitu kibaya, wewe kile kichukue sasa kama challenge kwako, ambayo inakufanya sasa wewe ukamfanye kitu bora zaidi ambacho ulikuwa unafikiria. Ili baada ya hapo unakuja kumpa, yani baada ya game kuisha, sasa ndo unampa majibu kwamba sisi popote, yani popote tunapiga, yani popote si atumu, yani haina msikilizie nani, unaona Kwa hiyo Simba waende wakijua kabisa wanaenda kucheza game ngumu, ila wafanye juu chini, wasije wakaruhusu goli na mapema. Tunapozungumzia Simba, hatuwezi kuacha kumzungumzia pia goalkeeper wa Simba Sports Club, goalkeeper ambaye amefanya mapinduzi sana kwenye upande wa goalkeeping, goalkeeper ambaye amekuwa na kitu cha tofauti zaidi na magoalkeeper waliopita. Tunamzungumzia Musa Pinipini Kamara, raia wa Guinea. Tuzungumzie performance yake katika mechi za hizi za hatua ya mtoano. Nafikiri alikuwa ndo mchezaji bora wa mchezo zidi ya Al Masry ambao Simba alishinda kwa mikwaju ya penalty. Tumzungumzie performance yake kwa ujumla katika mechi za kimataifa toka alivyoanza kwenye hatua ya awali mpaka makundi. Tuzungumzie kwa ujumla overall, unaona Simba ni muda sahihi wa kuendelea kumwamini Musa Kamara na kumpa huenda kandarasi ya kutosha, kwa sababu performance ambayo ameionyesha pasipo na shaka kila mtu ameiona. Unajua bana, Simba katika mwaka ambao usajili wao umekuja ku-click ni usajili wa kikosi hiki. Yaani msimu wa usajili uliopita ambao umefanya sasa wachezaji wale usajili msimu uliopita ndio wanacheza sasa hivi. Ndio kusema yani dirisha kubwa lililopita limewapa manufaa zaidi, naweza nikasema kuliko timu yoyote hapa Tanzania. Kwa sababu ukiona timu inaacha zaidi ya wachezaji 8, wanaosajiliwa zaidi ya 8 na wanakuja wanaungana kwenye kipindi kifupi na wanakupa matunda mpaka sasa hivi wao ni title contender sasa hivi wa ligi kuu, si unanielewa? Ni kitu adimu sana kwamba hichi kitu hata kama kisingetokea, maana yake Simba wasingekuwa na kitu cha kujilaumu. Hakuna kiongozi, hakuna nani ambaye angetokeza mbele, hata shabiki sidhani kama kuna mtu ambaye angelaumu, kwa sababu kikosi kile 90% ni kipya, si unanielewa? Kwa hiyo ukiangalia jinsi katika kauli ya kocha Fadlu Davis alinukuliwa akisema kwamba wanajenga kikosi, kwa namna unavyoona hii Simba inajengeka na wanapata matokeo, una jambo gani la kuzungumzia pia kwa kocha Fadlu kwa namna ya kauli yake aliyosema kwamba Simba sasa hivi tunatengeneza kikosi, ila kwa namna unavyoona mwenelezo wa Simba kikosi kinajengeka, na unaona kuna kitu gani cha ziada zaidi kwa upande wa kauli ile ya kocha Fadlu Davis? Yaani kitu namba moja ambacho
kimefanya Simba ikafika pale. Yani kwanza viongozi wa Simba ambao wanahusika na usajili ambao yani kwa ujumla, yani benchi la ufundi zima ambalo linahusika na masuala ya usajili pamoja na kufikiria nani tumlete, kocha yupi tumlete, walipopiga bao ni kumleta kocha Fadlu. Yule kocha ndo chachu ya kile kikosi chote kwa sasa hivi. Ni makocha wachache sana ambao anaweza akafanya kitu kama kile, kwamba unamletea watu wapya hawajui, anawakuta na wageni nani wengine ambao walikuwa kwenye kikosi hawajui, anatengeneza and then anapata kitu ambacho kinampa matunda mpaka sasa. Ni makocha wachache sana. Otherwise ingekuwa kocha mwingine ungekuja ukusikia malalamiko kwamba mchezaji huyu haingii kwenye mfumo wangu. Kama unakumbuka kuna yule Zoran Marquis yule alikuja akaanza kusema Chama hafai, si nani hafai nani. Sasa Simba walivoona sasa wachezaji wote hawafai, wewe itabidi uondoke maana yake ushashindwa, unaona. Kwa hiyo Fadlu alikuja akaleta kitu kipya kabisa ambacho kimefanya kwanza wachezaji wameungana mapema. Alafu yule kocha still line kijana sio mzee. Kwa hiyo anaishi nao kama washikaji zake, kama marafiki zake, si unaelewa. Kwa hiyo mwisho wa siku ile jinsi ambavyo anaishi nao, jinsi ambavyo mazoezini anafanya nao mazoezi, jinsi ambavyo anawapa maelekezo ambayo yanalingana kwa sababu ni watu ambao umri hawajaachana sana. Kama ana miaka 40, huyu ana miaka 20, hamjaachana sana, bado ni kijana, unaona. Kwa hiyo mimi kwanza nampa kongole kwanza kocha amefaulu na anaendelea kufanya vizuri. Mwenyezi Mungu tu ampe nguvu, maarifa zaidi ili ifikishe Simba mbali zaidi. Ukiongelea kuhusu hawa kwa mfano Musa Pimpin, yule golikipa ni mzuri sana, lakini pia huwezi kuacha kumsifu golikipa wa makipa wa Simba, sio unaelewa. Kwa hiyo sisi tunaweza tukamwona yule mchezaji mbona alikuwa mzuri sana, mbona ilikuwa watu walikuwa wafikiri kama yuko hivi, lakini kumbe nyuma yake kuna mtu anamcoach vizuri, sio unaelewa. Kwa hiyo mwisho wa siku naweza nikasema mimi makocha wa Simba kuanzia kocha mkuu, kocha wa makipa na hata makocha wa viungo, naona mabadiliko ni makubwa sana kwa kikosi cha Simba. Kwa hiyo kama hata kuna sehemu wanapunguza basi waongeze, ila kocha wa makipa amemfanya Kamara kuwa golikipa mmoja hatari sana. Huwezi kumfunga kirahisi. Japo magolikipa hatari wanafunga magoli mepesi. Unaona wanafunga magoli paka unasema huyu kafunguaje hapa, lakini ndio jinsi ambavyo magolikipa wazuri wapo. Kuna muda wewe wakati unafikiria kwamba yule anaenda kufunga, hafungi. Na hiyo inatokea zaidi ya mara 5, 6, 7 hata 10. Ile chance ya jana ambao walipata Stellenbosch, kama unakumbuka ile diving head ambao walipata nafasi ya kichwa akasave. Sasa magoli kipa wazuri ndio wanakuwa kama vile kwamba pale unapohisi huu mpira unaenda kambani, anakuambia hapana, hapa hauendi. Ilikuwa ni clear chance ile. Ilikuwa ni yenyewe, ile ilikuwa goli. Sisi wenyewe tulikuwa tunaangalia mpira, tulikuwa tunajua tayari kwa sababu mpira ushagongwa kichwa, halafu Musa alipo na mpira unapoenda ni mbali sana, lakini tukashangaa sisi tunamsifu tu kwamba ndio uzuri wake ulipo. Japo kuna muda mwingine anaweza akakufanyia matukio ambayo kidogo anakuchanganya, lakini naye nahisi ni umri wake, uzoefu wake. Nafikiri anavozidi kuendelea anakuwa zaidi. Neno la mwisho kwa wana Simba? Wanasema tuungane, tuendelee kuipambania Simba, tusiwalaumu wachezaji kwa sababu hakuna mchezaji atakupa matunda kila wakati unapofikiria wewe. Ndio maana hata wewe mwenyewe unaweza ukatoka asubuhi nyumbani kwako, unajua kabisa kuna deal, yani umepiga milioni 200 na hii unajua kabisa hela hii hapa, lakini unafika unapewa bana deal imekufa, si unaelewa. Kwa hiyo mambo kama yale hapo, hakuna mchezaji atakupa yeye kwamba kila akipata shuti, akishuti ni goli, hapana. Hata wale wanakipa, wana wachezaji wanazuia. Kwa hiyo kila mtu anafanya kazi yake uwanjani. Tuendelee kuombea, tuendelee kuiombea Simba hata huko South Africa inapoenda ikafanya vizuri, wote tufurahi. Naam, anamaliza kwa kusema kwamba tuendelee kuiombea Simba Sports Club kufanya vizuri hata katika mchezo wa manejano kule nchini Afrika Kusini, ambapo siku ya tarehe 27 Simba atakuwa yuko ugenini kule kupambana na Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini. Kwa namna moja au nyingine, macho na masikio tutaona kipi kitakachojiri katika viunga vya kwa Madiba kule nchini Afrika Kusini, aidha Simba kwenda finali au timu ya Stellenbosch kwenda finali. Ni namna fulani hivi tunaona mbungi za kibabe katika mashindano ya kombe ya shirikisho yanashika hatamu, yanazidi kuendelea kufanya vizuri zaidi kwa timu za Afrika kwa ujumla. Ukiangalia pia hata klabu ya RS Berkane wababe hawa wa kombe la shirikisho, naweza nikasema hivyo kwa sababu unaona hata rekodi katika misimu hivi karibuni wamechukua tajiri mara 2, na hiyo jana na wenyewe wameweza kupata ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya CS Constantine ya kule nchini Algeria, wakiwa kwa nyumbani kabisa pale nchini Morocco wameweza kupata ushindi. Ni mguu moja ndani finali, ila pia Simba na wenyewe wana nafasi pia ya kufanya vizuri kwani wameshapata ushindi wakiwa kwa nyumbani. Kituo kinachofuata Berkane atakuwa kule nchini Algeria, na kituo kinachofuata pia Simba Sports Club atakuwa kule nchini Afrika Kusini kuminyana na Stellenbosch katika hatua ya nusu finali duru ya pili. Hadi kufikia hapo mimi sina la ziada katika
swala zima la kimichezo husu katika issue zima ya issue Simba Sports Club. Na sasa tuhamie katika ligi yetu ya soka Tanzania bara, yani NBC Premier League, ambapo Young Africans na wenyewe pia wapo uwanjani wanaenda kupambana pale katika uwanja wa Tanzanite Kwala, wanaenda kucheza na Fountain Gate FC katika majira ya saa 10 kamili za jioni pale Tanzanite Kwala. Wanaenda kupambana Young Africans, ambao ni timu ambayo unaona kabisa imejipambanua mara baada ya kufanya mabadiliko katika benchi la ufundi. Unaona kabisa Young Africans siku hadi siku imeimarika, inapata matokeo nyumbani na ugenini, kote wanapata matokeo. Tuzungumzie kwa ufupi pia Young Africans wanapoenda kucheza leo kule Manyara Tanzanite Kwala dhidi ya Fountain Gate. Ni ligi kuu nilijua FA bwana. Unajua bwana, mambo ya ligi kuu ya Tanzania bara ni tofauti kabisa na kimataifa. Yaani sasa hivi hata mashabiki wa Yanga wenyewe wanaiwaza Simba. Yaani mashabiki wa Yanga wenyewe sio, unajua leo kuna game yao lakini wanaifikiria Simba. Na sasa hivi utakuta kwenye maskani nyingi, vijue vingi vya kahawa wanaiongelea Simba, sio mechi yao leo. By the way, Yanga leo anakutana na Fountain Gate kama ulivyosema. Kwanza Yanga hiyo kwanza naiona mikwango kwao ni game nyepesi sana. Kwa sababu gani? Hizi timu za ligi kuu Tanzania bara sasa hivi ukichukulia hizi timu za madaraja ya kati, maana kuna zile za chini kabisa, alafu kuna hizi za madaraja ya hapa kati ambayo na Fountain Gate unaweza kumweka huko. Fountain Gate ukiangalia alivyoanza msimu, alianza vizuri sana. Mpaka watu sasa wakawa wanaona tumepata sasa kama timu mpya kutuletea changamoto, lakini hapa katikati amekuja kupoteana sana, hatujui kwa sababu gani amekuja kupotea. Unaona Kwa hiyo hata game ya leo mimi sioni mambo mapya sana, naona kabisa kama Yanga pia anaenda kushinda. Yaani sioni kama kuna kitu kipya kitatokea. Naona Yanga anaweza kushinda zaidi ya goli moja. Kwa hiyo Yanga wanampa nafasi gani mchezo wa leo wa NBC Premier League wakiwa wako ugenini kule Tanzania Kwala wanacheza na Fountain Gate FC? Yanga wao tu washinde mechi zao, ila kikubwa ninachowaambia umoto wa Simba uliowaka watu acha hata kesho, yani muda wote, yani hata saa yote. Kwa hii mbungi inopigwa na Simba Sport Club Mnyama, Elim Panzu pembeni, Jan Chazi Awa, Fabrice Lamba Ngoma, golini kuna Pimpim Musa Kamala. Yanga aje muda wote, yeye ashinde mechi zake. Sisi bado tupo na jambo la nchi, kwa jambo letu ila nchi, kwa yeye atulie afanye mambo yake. Kwenye jambo letu la kuwakilisha nchi atulie, si bado tuko na jambo letu la nchi. Naam, bado naendelea kuzungumza na mashabiki wa Yanga. Sasa ni wakati wao, wana mengi ya kuzungumzia kuelekea mchezo wa leo dhidi ya Fountain Gate Football Club katika uwanja wa Tanzanite Kwala, mchezo wa NBC Premier League katika mkondo wa marejeano. Ni wakati wa marejeano, ni wakati wa lala salama. Young Africans leo wapo uwanjani kule Manyara. Mambo vipi kwanza? Fresh brother. Kama habari ya Jumatatu? Fresh. Namshukuru Mungu. Jumatatu bado weekend inaendelea. Kama kawaida. Leo siku kuu ya pili, unajua tena. Kabisa. Twende kwa haraka tuzungumzie mchezo wa leo. Young Africans leo mko ugenini, mnacheza na Fountain Gate. Una kipi cha kuzungumzia kuelekea mchezo huu, na unatoa rai gani kwa mashabiki wa Yanga na hata pia matarajio yako katika mchezo wa leo? Kwa ufupi tunatarajia ushindi game ya leo ya Fountain Gate, nao ni wazuri kama unavyofahamu. Kwa mwalimu labda anajua mbinu gani anaweza kutumia ili tuweze kushinda mchezo. Young Africans wamekuwa na consistency nzuri, wamekuwa na mwendelezo mzuri katika uwanja wa nyumbani KMC wanaotumia, na hata pia ugenini nafikiri wamekuwa na mwendelezo bora. Unafikiri kocha Adri amefanikiwa wapi hasa kufanikisha Yanga kupata matokeo katika viwanja vya nyumbani na ugenini? Nadhani tu ni mbinu nzuri za mwalimu na wachezaji kujitoa, umeona. Lakini kingine nadhani pia tunamshukuru sana ni mdhamini wetu GSM, ameweza kutia mzigo pale, tunaona mafanikio ya timu. Sema watu watukimbia juzi. Kwa hiyo mimi nadhani tunawashukuru wote. Mwalimu, kuna mchango wa walimu, wa wachezaji, mashabiki pia, sisi pia na wawekezaji wa timu. Tukiachana mchezo wa leo, bado sakata la Simba na Yanga tarehe pango ya kucheza mechi. Watu hawajafahamu. Wewe kama mdau wa soka na mshabiki wa Young Africans, unatoa rai gani na ushauri gani juu ya sakata la dabi? Wewe kwa upande wako unaona busara itumike au msimamo uendelee kuwa pale pale kwa upande wa Young Africans? Kwanza hatucheze. Cha kwanza hatucheze. Si viongozi wetu wa Yanga, mimi naomba wazidi kushikilia hapo kwamba hatucheze. Inabidi kanuni zitumike. Mambo ya busara yashapitwa na wakati. Inabidi kanuni zitumike, ziamue kwamba huo mchezo inabidi ufanye nini. Kama adhabu itakuja upande wetu sawa, na kama adhabu itaenda upande wa Simba sawa. Kanuni zitumike. Masuala ya busara yashapitwa na wakati. Tunaona huko huko Ulaya, tunaona kanuni ziliamua, sio busara. Kwa hiyo kinachotakikana hapo bana, kanuni zitumike.
habari za busara nini na nini mambo chapita na wakati bana. Sisi tunataka kanuni zitumike na tujue. Na ile game ishaisha kaka. Ile game ishaisha. Yanga bingwa unajua. Tupo mbele kwa point moja. Kwa ile game ishaisha. Mambo ya kanuni, mambo ya busara sio nini na mambo hatuyahitaji. Bwana sisi tunachokitaka sisi ni kanuni zitumike, ambaye anaonekana na makosa adhibiwe kutokana na kanuni zinavyosema. Lakini masuala kama game itachezwa sio na nini hawa sawa. Naam, asante sana bwana. Nasisitiza kabisa viongozi wa Yanga, sawa. Walisimamie hilo. Engineer alisimamie hilo. Yaani mchezo hautochezwa. Kanuni zikae, kanuni wakae waangalie kanuni zinasemaje, waweze kuamua basi tuendelee mbele. Swali la mwisho kwako wewe, unaona ni mchezaji bora nani mchezaji bora kwa upande wa Yanga katika msimu huu? Yaani kwako mchezaji bora wa Young Africans katika kikosi cha Young Africans? Bila kuepesa macho ni Pacome kwa sababu amekuwa na consistency nzuri. Ameweza kuchukua mchezaji bora wa achana na mwezi, kuchukua hata man of the match kwenye game nyingi pia inachangia kwamba huyu mtu performance yake ni bora. Kwa hiyo namuombea kila laheri, aendelee kupambana na Mungu atasaidia. Atakuwa hata MVP wa msimu huu. Tukiwa mabingwa inshallah, yeye ndio MVP. Kwa issue ya nani nasikia bana inasemekana mtoto anaweza karudi nyumbani, Faisal Salum Feitoto. Wewe kama mshabiki wa Yanga, hii taarifa kama ikifanikiwa utaipokeaje kwa upande wako kama Faisal Salum Feitoto akirudi katika viunga vya Twiga na Jangwani? Fei ni mchezaji mzuri. Hiyo haijalishi kitokea nini, lakini Fei ni mchezaji mzuri. Ikitokea Fei amerudi tena pale Jangwani pale, itakuwa kitu bora sana. Atakuja kusaidia pale, atakuja kusaidiana na kina Mudathir na kina nani. Kwa kitakuwa kitu kizuri. Hamna mtu ambaye anaweza kumkataa Feitoto. Achilia ambayo leo tokea nini na nini, aliyopita yamepita. Lakini Fei ni mchezaji mzuri. Hatuwezi kusema kwamba akija pale tumkatae, hapana. Faisal Salum pamoja na Aziz Ki kwenye kikosi chako cha Yanga, nani ambaye unampa nafasi ya kwanza kwa upande wako? Pale hilo swala la mwalimu bwana. Tutamwachia mwalimu mwenyewe kwa sababu mwalimu mwenyewe ndiye atakuwa anajua mbinu za mchezo na atajua watumie vipi wachezaji wao. Clement Mzinze pamoja na Stefan Aziz Ki mwanzoni kabisa walikuwa wanahusishwa na klabu ya Wydad Casablanca, Wydad Athletic Club ya Morocco, kunako kutimkia katika klabu hiyo, ila mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Unafikiri katika upande huu wa vitu kama hivi management inakuwa inaferi au wachezaji wenyewe, kwa sababu wenyewe walikuwa wameshatoa ofa kubwa sana, B2 kwa Clement Mzinze na B1.5 kwa Stefan Aziz Ki. Unafikiri ni issue ya management ya Young Africans au wachezaji wenyewe ndo wanafeli kwa sababu unaona Wydad Casablanca licha kuwa wafanye vizuri ila wana fursa ya kucheza katika mashindano ya klabu bingwa dunia mwezi wa 6 kule nchini Marekani. Swahili wewe unalionaje? Mimi naona hilo liko ndani sana ya management ya Yanga pia. Kwa sababu wachezaji wana mikataba hiyo. Wana mikataba na timu, na hata offers zinapokuja timu kama uongozi wa timu unaangalia zile offers zina manufaa gani kwa timu husika. Sababu ukisema B2 sasa hivi unajua Simba na Yanga hizi B2 sio hela sasa hivi. Unajua B2 sasa hivi sisi tunaenda paka matumizi mpaka bilioni 21 huko kwa msimu. Kwa hiyo B2 ni hela ambayo ni ya kawaida sana, sio kumshtua mtu. Labda uzakuta labda uongozi kama uongozi hujalizika na hivyo viasi vya pesa. Lakini pia kwa upande mwingine kutokana kuwa timu kama Wydad kumtaka mtu kama Nzize, si ndio? Ni fursa nzuri kwa mchezaji kama Nzinze kwenda kule akaweza kaonyesha kiwango chake ili aweze kwenda mbele zaidi. Sababu pale akienda Wydad sio kama ndo anakuwa kituo cha mwisho. Inaweza ni njia nzuri yeye kutoka kwenda sehemu zingine kuonekana Ulaya zaidi. Kwa sababu tumeshuhudia kama kina Mbwana Samata, Mazembe. Kama unaona yani kuna baadhi ya vilabu huwezi kutoka, ni ngumu sana kutoka Yanga au Simba ukaenda direct labda ukaenda Genk, ndio, au ukaenda Aston Villa direct, lakini inakuwa ni rahisi kutokea Wydad au ukiwa Ali au ukiwa Mamelodi unaweza kupata ofa nzuri ukaenda mbali. Kwa hiyo mimi nadhani hilo swala wanajua management zaidi, lakini pia kwa wachezaji ile pale ni ukiachilia mbali maslahi ya timu, pia ni fursa kwa mchezaji kwenda kucheza kule na kuonekana akaenda mbali zaidi. Bwana shukrani, mimi nataka kwa kingine kwa upande wa Young Africans kama ikitokea mechi dhidi ya Simba Sports Club ikachezwa, unafikiri nani ambaye ataenda kufa katika mchezo, nani ambaye atafungwa? Kama ikitokea mambo yakawa sawa sawia, unafikiri nani ambaye ataenda kuwa mnyonge katika mchezo akafungwa? Haiwezi kutokea. Kama ikitokea haiwezi kutokea. Kwa nini? Yaani mimi nakuthibitishia haiwezi kutokea kaka. Yaani itotokeaje? Ataenda kucheza nani? Niambie. Na ataenda kucheza. Ushindi uko mezani bwana. Bwana, yani sisi yaani mechi haipo. Yaani mimi shabiki wa Yanga hapa. Yaani
Nasema mechi haipo. Sio kama ikitokea. Nikisema kama ikitokea hapo maana kama nimegeza kamba au sio? Kwa hiyo game hamna, haitotokea. Neno la mwisho? Ikitokea atakufa Simba. Neno la mwisho? Neno la mwisho ambao uko kusema? Neno la mwisho bwana, kama unavyoona Liverpool bingwa. Si mashabiki wa Liverpool sasa hivi bwana. Ukiachilia mbali Yanga, si ni supporter Liverpool kama unajezi nilivaa. Jana amecheza zaidi ya Leicester City. Leicester City. Kwa hiyo na game yenyewe mchezo wenyewe ulikuwa mgumu, lakini ndio hivyo bwana, Liverpool bingwa. Bingwa wa pili unaoshuhudia nikiwa. Unawapa salamu gani wa mashabiki wa Manchester United? Waendelee kula, waendelee kunywa mtori. Nyama ziko chini wajipange. Kila la heri huko walipo huko. Wamesema wanabomoa ukuta, wanaingia moja kwa moja wenyewe wanabomoa ukuta wapite getini. Kila la heri kwao. Kila la heri watani zenu bana pale nchini England. Ndio timu wetu wakubwa. Ndio dabi. Ndio. Dabi ni Everton, lakini masimu wakubwa sisi kwetu sisi ni Man U. Unajua tunapaka tuziane wachezaji, atufanye nini kitu kikubwa sana. Ni kama Barcelona na Madrid walivyo. Bwana big time sana. Asante. Bwana endelea kufuatilia Lokoma Sports. Poa. Asante sana. Bana, hayo ni maoni na mengi yamezungumzwa na mashabiki wa Simba Sports Club katika mchezo wa jana kimataifa, na hata pia mashabiki wa Young Africans kuelekea katika mchezo wa leo wa NBC Premier League pale katika uwanja wa Tanzanite Kwala dhidi ya Fountain Gate FC ambao wako nyumbani katika uwanja wa nyumbani wanaikaribisha Young Africans. Na Simba Sports Club hiyo jana wamepata ushindi wa 1-0, goli kifungwa na Jan Charles Awa, na kituo kinachofuata sasa ni kule kunako katika nchi ya Afrika Kusini kule kwa Madiba kwa Zulu Natal nchini Afrika Kusini, Durban. Simba Sports Club anaenda kucheza katika mchezo wa marejeano siku ya tarehe 27 dhidi ya Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini ambao ndio wenyeji wa mchezo huu. Lakini kumbushe matokeo ya mechi nyingine, RS Berkane pia naye aliweza kupata ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya CS Constantine. Hadi kufikia hapo Sport Bench, mimi sina la ziada. Shukrani za dhati ziende kwa Omari nyuma ya kamera ambaye ameweza kufanikisha pia kipindi hichi kuruka live kupitia hapa Lokoma Sports ambapo tunakujuza mengi ya kimichezo hapa Tanzania na hata pia nje ya mipaka ya Tanzania. Asante sana, naendelea kutazama vipindi vingine vinavyoendelea. Ila pia usisahau kufollow Instagram account yetu ya Lokoma_TV na hata pia YouTube channel yetu ya Lokoma TV. Asante, hadi wakati mwingine. Ulikuwa nami Noel Kasili Panenka, Mr. Penateka. Hadi wakati mwingine. Bye bye.